Unaona? Hakika ya kale ni dhahabu. Shule inapendeza kweli kweli. Ina miaka 73 mpaka sasa toka ianzishwe, na ilianzishwa mwaka 1951. Na Tanzania mwaka huu tunatimiza miaka 63 ya uhuru. Kabisa. Kwa hiyo ninaamini kwamba hapa kutakuwa na madini ya kutosha, kwa sababu tumesema ya kale ni dhahabu. Kwa hiyo hapa ni mgodini, Kibasila Secondary School. Kutakuwa na vitu vingi. Yaani ule msemo inamaanisha kwamba hapa kuna madini ya kutosha. Upo tayari kuweza kushuhudia jambo hilo? Karibu sana katika kipindi hiki. Mimi jina langu ni Njwaba Mwaijibe. Na mimi ni Flora Ngayo. Twende tukashuhudia sasa yaliyomo humu. Hakika ya kale ni dhahabu. Na hapa ni katika chumba cha ufundi ambapo wanafunzi wanashona nguo mbalimbali na hizo nguo zinabaki hapa shuleni. Na hapa nimekutana na Morris ambaye yeye ni miongoni mwa wanafunzi ambaye wanashona nguo. Na hapa ataenda kutueleza. Morris, mambo vipi? Poa. Uko poa? Uko poa. Naona uko kazini. Ndio. Je, muda mnaotumia darasani na kushona nguo, muda unatosha? Ndio, kwa sababu huwa kuna ratiba maalum ambayo huwa tunapangiwa masomo mengine na masomo ya textile. Na nguo mkishashona zinapelekwa wapi? Nguo zikishashonwa kimsingi huwa zinabaki hapa shule kwa ajili ya wanafunzi wengine au vidato vingine vinavyotufuatia waweze kuona mifano ambayo sisi wengine tuliopita mbele. Ina maana ukishafundishwa darasani mnakuja kusoma kwa vitendo. Ni muda gani unatumia kushona nguo moja? Kwa muda tunatumia kushona nguo moja inaweza ikatumia wiki, siku 5. Na maana siku 5, je, vipindi vingine inakuwaje wewe? Katika siku 5 ndani ya vipindi vingine vya masomo huwa kama nilivyosema awali, huwa kuna muda mchache unatengwa kwa sisi kuja na kufanya hii kazi. Na baada ya kushona nguo hizo, je, mjawahi kufikiria nguo zikauzwa sehemu mkapata kipato? Tishaye kufikiria kuhusu hilo, ambayo mwalimu anasema ataifanyia kazi na uongozi wa hapa shule tuseme ataifanyia kazi, kwa kwamba malengo yao ndani ya mwaka ujao katika labda tuseme mahafali haya ya kidato cha 4 au mahafali ya kidato cha 6, ambazo nguo hizi zinaweza zikaonyeshwa, ambapo pale wazazi watakapoweza kuja wanaweza kaziona nguo hizi na pia wanaweza kazinunua. Je, una ndoto ya kuwa mshonaji? Ndio, na ndoto hiyo, lakini pia na ndoto ya kuja kuwa designer mkubwa. Kwa nini unataka kuwa designer mkubwa? Kwa sababu nimeona kwamba soko hili la design ni kubwa zaidi, kwa sababu watu wengi karne hii wanapenda kuvaa kitu kilichokuwa bora na kizuri. Na hizo nguo huwa mnapimana nyewe wanafunzi au kuna watu wa nje mnawapima au inakuwaje? Hamna nguo kama hii ni nguo ambayo tumechukua tu vipimo vya kawaida vya mtoto, kwa sababu bado tupo practically na tupo shuleni. Kwa hiyo tunajifunza bado. Kila mtu ana ndoto zake na kila mtu anaweza kufanya kile anachokitaka. Unawaambia nini mafundi wa kiume walioko kwa mtaani, wanafunzi ambao wana ndoto ya kuwa madesigner lakini ni wanaume lakini wanakwamishwa na watu? Mimi nachowaambia ni kwamba siku zote ukiwa na jambo ambalo unalipenda, siku zote ndilo jambo zuri la kulifanya. Kwa hiyo nachowaambia ni kwamba wasikate tamaa na endelee na ndoto zao. Hebu tuendelee tuone unavyoshona. Haya, mtazamaji, ngoja tuelekee kwa mwenzangu Njwaba tuone yeye huko ana nini. Naona pale anajiandaa kama anataka kupimwa nguo na yeye ashonewe nguo hapa shule ya sekondari Kibasila. Njwaba. Asante. Nipo na fundi mkuu Loveness Ndomba ambaye tupo naye hapa katika chumba cha mafunzo kwa vitendo katika shule hii ya Kibasila. Loveness, tungependa kufahamu somo hili la ushonaji. Wewe ulilipokeaje kwanza kuona kwamba unakuja katika shule hii na unaenda kusoma moja kwa moja somo hili la ushonaji? Zungumza tu. Kwa upande wangu hili somo limenisaidia katika kupata fursa mbalimbali, mfano kama hapa tunajifunza jinsi ya kushona nguo. Nguo hii ya mtoto itanisaidia mimi katika kujiendeleza katika ujasiriamali wangu, na pia somo hili linanisaidia kupata kipato mbalimbali. Na hapa nikitoka shuleni huwa naenda kujiendeleza nyumbani. Mama yangu huwa pia ananisaidia katika kujifunza. Okay, mnaanza kidato cha ngapi kujifunza somo hili mahususi?
Masomo haya tunaanza kidato cha kwanza hadi cha 4, lakini kuna baadhi watakaopungua tukiwa kidato cha pili wanaenda katika food and nutrition. Wengine tunabaki huku katika masomo ya textile. Kwa sasa hivi una uwezo wa kuweza kumpima mtu, kushona mwenyewe, lakini vile vile kuweza kupata yale matokeo ya mwisho kabisa? Ndiyo, somo hili linanisaidia mimi kupata vitu mbalimbali vinavyonisaidia katika mfano hii kola. Huwa tunajifunza tukiwa kidato cha 3, mkono. Kwa hiyo mimi naweza kushona vizuri kwa kutumia knowledge mbalimbali nilizojifunza kutoka kidato cha 3. Ilikuwa ni ndoto yako? Ilikuwa ni ndoto yako kabla hujaja hapa, au ulipofika hapa ukaona ndio ukajiunga kuweza kusoma masomo haya ya ushonaji pamoja na Ushonaji ni ndoto yangu, pia huwa napenda. Tulipoingia kidato cha 3 tuliambiwa kidato cha kwanza, cha pili na cha 3 tulikuwa tunashauriwa kuingia katika masomo haya kwa sababu kuna ajira mbalimbali tutakazozipata tukisoma masomo haya. Baada ya kumaliza masomo haya, unajiona wapi baada ya kumaliza masomo haya? Nikimaliza masomo haya napenda kuwa designer mkubwa hapa Tanzania. Kwa sababu napenda fashion. Katika tasnia ya fashion kuna chance mbalimbali ambazo nitakazoweza kuzipata kwa kupitia masomo haya. Ni kiongozi gani mkubwa unatamani huenda unaweza kumpima na ukamtolea kitu adimu akapendeza kama mimi ulivyokuwa umenipima pale? Kiongozi ninayempenda ni Joketi. Napenda anavovaa, yani design yake ya nguo huwa napenda. Hivyo inanisaidia mimi kuongeza ari na moyo wa kujifunza zaidi. Umeshaanza kuchukua mazoezi kidogo ya kushona zile za kijoketi? Ndiyo, madamu wetu anatufundisha, anatupa practical zaidi ambayo itanisaidia mimi kutengeneza hizo nguo. Unawaambia vipi wanafunzi wengine sasa ambao wana ndoto ya kuweza kuwa na vitu vya ziada kama hivi, kushona na fani mbalimbali? Kwanza, wanabidi wawe na moyo wa kujituma. Pili, ninachowashauri wasikate tamaa. Kwa sababu kushona sio lazima utashona shule. Kuna vitu mbalimbali vitakaweza kufundisha wewe. Pia wanabidi washauri wazazi wao kuwa haya masomo hayapotezi muda. Kuna baadhi ya wazazi ambao wana mawazo negative ambayo wanasema haya masomo ni kama yanatupotezea muda, lakini sio kweli. Haya masomo yanaweza kutusaidia sisi kujiendeleza hapo baadaye. Umenipima koti langu, nakuja kuchukua siku gani? Baada ya wiki 2. Wiki 2? Ndio. Delivery mnafanya? Ndio, tunafanya. Asante. Asante. Fundi mkuu huyu Loveness, umesikia anavyojieleza kwa uzuri kabisa, na ameniahidi nitakuja kuchukua koti langu. Sasa hapa bado tumesema ni kwenye mgodi. Twende tukaangalia mambo mengine. Kwa jina naitwa Elizabeth Ernest Kapange, ni mwanachama wa club ya Roots and Shoots na ni balozi wa mazingira. Nyuma yangu tuna kituo kinachoitwa ni kituo cha utenganishaji wa taka. Katika shule yetu kuna taka tofauti tofauti zinazozalishwa ambazo zinahitajika kupunguzwa kwa uzalishaji wake na kuzifanyia urekebishaji au utumizi wa mara ya pili. Kwa hiyo hapa shuleni tunachokifanya ni kuzikusanya hizo taka tofauti tofauti zinazopatikana katika mazingira yetu na kuzitenganisha kwa ajili ya matumizi ya kuzirejesha tena katika matumizi ya baadaye. Sehemu ya kwanza katika sehemu hii ya utenganishaji wa taka ni tunatenganisha taka za plastiki. Kama hapa tunavyoona na baadhi ya wanafunzi wenzetu, kuna baadhi ya taka za plastiki ambazo zinatenganishwa kwa ajili ya kuhifadhi mazingira yetu. Taka hizi za plastiki baada ya kutenganishwa huwa zinakusanywa na zinauzwa, na tukishauza kiasi cha fedha tunachokipata kinatusaidia katika klabu yetu na kutengeneza mambo mengine ya maendeleo. Pia sehemu ya pili tunayo ni sehemu ya kutenganisha makaratasi na maboksi. Hapa tunaweka makaratasi na maboksi yote yanayopatikana shuleni, kwa kuwa shule yetu kuna wanafunzi ambao tunatumia makaratasi kwa ajili ya vitu tofauti tofauti. Takataka hizi zitakapokusanywa katika shule yetu, tutakapoenda kuziweka katika hii sehemu, tunaweza kutengenezea vitu mbalimbali kama mboji ambazo tunatumia katika bustani za shule yetu. Sehemu ya mwisho ni takataka hatarishi na nyinginezo ambazo hazipo katika kundi la taka za plastiki wala kundi la taka za karatasi. Takataka hizi zinahusiana na nylons pamoja na takataka zingine kama chupa zilizopasuka ambazo zinapatikana katika mazingira yetu. Tunazikusanya ili kuondoa matatizo yote ambayo yanaweza kutokea, kwa mfano
mtu anaweza akapata hatari ya kujikata. Katika sehemu nyingine, baada ya kukusanya taka zetu ambazo zinakuwa zinakusanywa katika shule yetu, kuna vitu ambavyo tukivikusanya vinatusaidia katika kutengeneza mboji. Mboji ni mchanganyiko wa taka mbalimbali zinazokusanywa ambazo zinaenda kutengeneza kitu ambacho kinaweza kuweka rutuba katika ardhi zetu. Hapa tuna maji, ambayo maji ni kitu ambacho ni cha kawaida ambacho kinapatikana katika mazingira ya kila sehemu. Pia hapa tuna maganda ya viazi na maganda ya mabaki ya vyakula. Hizi tunatoa katika kantini zetu baada ya wapishi wetu kupika vyakula, tunazikusanya kwa sababu hizi nazo ni kitu moja hapo ambacho kinatakiwa katika kutengeneza mboji. Pia tuna majani makavu. Majani haya makavu yanatusaidia katika pia utengenezaji wa mboji. Haya tunakusanya pale ambapo wanafunzi wanafagia maeneo yao. Wakishafagia kiakusanya, tunayaweka sehemu moja ambapo tunaweza tukatumia katika utengenezaji wa mboji. Haya ni maranda ya mbao. Kitu pekee ambacho hatukipati katika shule yetu ni maranda ya mbao kwa sababu hatujaweza kupata mradi wa kutengeneza mbao hapa shule. Kwa hiyo tunachokifanya katika zile hela ambazo tunazozipata katika miradi yetu mingine tofauti, tunatumia hela kununua maranda ya mbao ambayo yanatusaidia katika utengenezaji wa mboji. Hii ni ile mbolea au mboji ambayo tayari imekwisha kamilika. Tumeshachanganya vitu vyetu vyote, tumeshairutubisha na sasa iko tayari kwa ajili ya kwenda kuweka katika ardhi kwa ajili ya kufanya matengenezo katika udongo wa shule yetu. Na sasa tutaenda kuona wenzetu ambao wataenda kutuonyesha ni namna gani ambapo wanaitengeneza hiyo mboji hadi hatua inapoenda kukamilika kwa ajili ya vitu tofauti tofauti ambavyo tunatumia katika shule, kwa sababu tuna bustani tofauti na miti tofauti ambayo inaweza isihimili udongo hapa shule, ila kwa kutumia mboji hiyo inaweza kutusaidia kuongeza rutuba katika ardhi yetu na mimea kukua vizuri. Kwa jina naitwa Zuberi Muidini Zuberi, natokea kidato cha 3 katika shule ya sekondari Kibasila. Hapa tupo katika eneo ambalo tunatumia kutengenezea mboji kama mbolea katika mazao yetu ambao tunakuzia kwenye bustani zetu hizi. Hii mbolea tunaipata kutokana na taka mbalimbali ambazo tunakusanya katika shule yetu, ambapo kama tunavyoona eneo hili hapa ni sehemu maalum kwa ajili ya kukusanya majani katika shule yetu, ambao baada ya kufagia majani tunakusanya hapa, ambapo majani yanaweza kutumika kama malighafi katika kutengeneza mbolea yetu. Mbolea yetu kama tunavyoiona hapa inatengenezwa kwa kutumia malighafi mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya shule yetu. Kama tunavyoona, hii ni sehemu ambapo malighafi zimekusanywa kutoka sehemu mbalimbali, ambapo hapa ndipo mbolea inapokuwa inaoza, ndipo tunapata mbolea kutokea katika malighafi zetu. Kama tunavyoona kwenye hii keji hapa kuna mchanganyiko wa taka mbalimbali. Kama tunavyoona kuna majani mabichi, majani makavu pamoja na mabaki ya vyakula ambao yapo kwa chini yake, na juu kuna maranda, ambapo hizo ni component. Haya maranda tunaweka kwa sababu ya kupunguza harufu pamoja na kuhifadhi maji ambao tunakuwa tunamwagilia mradi kuwezesha mbolea kuoza. Na hii mbolea yetu inasaidia katika matumizi mbalimbali kwa sababu asili ya mchanga wa shule yetu ni mchanga. Kwa hiyo inabidi tutumie mbolea ili mradi kuongeza rutuba katika udongo wetu, ambapo kama tunavyoona hivi vitalu tunakuzia mboga pamoja na mazao mengine mbalimbali, ambapo mbolea hii inatumika kama kichochezi kwa ajili ya hayo mazao yetu kukua. Hii ni mbolea ambayo ishakamilika na imepitia katika hatua zote na kuweza kuoza na kuwa mbolea kwa ajili ya matumizi, ambayo tunaweza kutumia kukuzia mboga na mazao mengine katika bustani zetu. Mengi utakuwa umejifunza kutoka hapa Kibasila. Hakika tumesema hapa ni kwenye dhahabu na ni mgodini kweli kweli, tunayachimba mengi. Ukitaka mali siku zote utaipata shambani, na hapa nipo shambani. Bwana shamba tunakwenda kuzungumza naye. Milako Joseph ndio msimamizi wa shamba hili hapa. Atatufahamisha shughuli zinazoendelea hapa. Kuna urahisi gani kusimamia shughuli hizi za shamba hapa katika shule? Kuna urahisi mkubwa kwa sababu kuna watu wengi ambao tupo nao tunashirikiana nao kwa ajili ya shughuli za shambani, ambao ikiwemo upandaji, upaliliaji wa mashamba, upandaji wa mbegu, pia hata umwagiliziaji unaenda vizuri. Unawezaje kuwasimamia wanafunzi wenzio na kuhakikisha kwamba mnachokisimamia mwisho wa siku kinaleta matunda kwenu nyinyi kwa pamoja? Tunasimamia wenzetu, tunasimamiana tukiwa tunaelewa kwamba hivi ulimaji wa shamba una faida kubwa kwenye maisha yetu sisi. Faida zake ni kama zipi? Labda mwanafunzi mwingine anatufuatilia aweze kujua. Faida zilizopo za ulimaji hapa
cha kwanza inatupa afya sisi wenyewe kutokana na ulimaji na kushughulika. Pia inaondoa ule uvivu wa watu na pia inatusaidia kupata kipato. Pasi na shaka hii ni elimu ya kujitegemea. Sasa ninyi mnapofundishwa na mnakuja kuvifanya kwa vitendo, inawasaidia nini hata huko majumbani na mtaani kuhakikisha kwamba hata mnapotoka hapa mwisho wa siku mtakuwa mna faida kwa ujumla? Ufanyaji wa kazi hapa unatusaidia unatusaidia kwenda kujituma, unatusaidia kujua kwamba tukitoka nje ya hapa shule tuna majukumu mengine ya kuhudumia familia na kufanya kazi nyingine kuendeleza jamii. Okay, sasa ni labda kwa kuhitimisha, ni mazao gani mnayopanda hapa katika bustani yenu na ni kwa muda gani mnatumia kuvuna? Mazao hapa yanayopanda sana ni hususani mboga ndio zinapandwa hapa kama michicha na matembele, spinachi na kisamvu na mengine. Mnavuna na nyinyi kwenda navyo nyumbani kwenda kujaribu kile mnachokilima hapa? Ndio tunavuna, tunaenda kujaribu wenyewe au sasa tunawauzia wamama wanauza chakula kule. Okay. Sasa unawashauri nini wanafunzi wengine kuhakikisha kwamba na wao wanakuwa na ule uelewa au kuwa na ile elimu ya kujitegemea kufanya vitu vya ziada kama ninyi mnapofanya hapa shule? Ninashauri kwamba wajue kwamba ukulima ni dhahabu. Ukulima ndio chachu kubwa sana ya mapato katika dunia, hata ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo ni wajiengage katika mambo ya ulimaji na bustani kupata. Nikushukuru sana. Asante. Jembe ni utajiri. Nimetoka kuzungumza na Bwana Miracle ambaye yeye ni msimamizi wa shamba hili. Frola naye ameikata maiki, sasa amelishika jembe. Nataka nieleze, unajisikiaje kwanza kuwepo hapa katika shamba hili? Najisikia vizuri sana. Yaani na furaha kwa sababu hii kazi nilifanya miaka ya nyuma lakini leo nimejikumbusha tena. Kwa ni mafunzo kwa vitendo. Mafunzo kwa vitendo. Unaweza? Mimi ninaweza sana kwa sababu hii shughuli nimefanya kwa muda mrefu. Acha endelee na ukulima, sisi tuendelee na shughuli nyingine. Tunakwenda kujifunza mambo mengine. Hakika hapa ni mgodini, Kibasila Secondary School. Baada ya kutoka katika mafunzo kwa vitendo na sasa ni katika mdahalo ambapo wanafunzi wataenda kujadili kuhusu elimu ya kujitegemea na watatoa mitazamo yao, na hapa namkabidhi mwenyekiti wa mdahalo huu ili kuendelea na mjadala. Habari za mchana wanafunzi wenzangu. Hapa mbele yenu naitwa Ahmed Melambo kutokea kidato cha 5 HGL. Tuko na mdahalo wetu ambao unasema athari chanya na hasi za elimu ya kujitegemea nchini Tanzania, ambapo tutakuwa na pande mbili, ambapo kuna pande ambayo itakuwa inaelezea athari hasi na pande ambayo inaelezea athari chanya za elimu ya kujitegemea nchini Tanzania. Hapa ningependa kutambulisha meza kuu niliyokuwa nayo hapa mbele, nikianza na Margaret Deodatus ambaye ni katibu upande wa chanya, akisaidiana na Ernestine Anthony ambaye ni katibu upande wa hasi. Pia tuna mtunza muda wetu ambaye ni Hassan Omar na mtambulisha mada Patricia Mbaraka na msimamizi wa lugha na matamshi Deborah Raymond. Ningependa kumkaribisha mtambulisha mada ili aweze kuelezea mada yetu ya leo inasemaje. Za mchana wanafunzi. Kwa majina naitwa Patricia Mbaraka, ni mtambulisha mada. Mada yetu inasema athari chanya na hasi za elimu ya kujitegemea. Tunaanza na nini maana ya elimu ya kujitegemea? Elimu ya kujitegemea ni ile elimu ya ujuzi wa vitendo anaopewa mwanafunzi au kijana ili kupata maarifa ya vitendo ili waweze kujitegemea katika jamii inayowazunguka na kujiajiri. Sasa baada ya kupata maana ya mjadala wetu wa leo, basi sasa tungependa kuanza mjadala wetu kwa kwanza na upande wa chanya. Ningependa kumkaribisha mwanafunzi Saidi Shabani kutoa hoja yake. Kwa jina naitwa Saidi Shabani Hamis, natokea HGE. Natoa pointi ya kutetea kwamba elimu ya
kujitegemea ina faida nchini. Kwanza, elimu ya kujitegemea nchini inapelekea kukua kwa sayansi na teknolojia. Kivipi? Elimu ya kujitegemea inahusisha utendaji, kwamba mwanafunzi anakaa darasani anafundishwa jinsi ya kulima, jinsi ya ushonaji, ufundi uwashi, ufundi seremala. Kwa hiyo sasa mwanafunzi akishatoka darasani, akishafundishwa jinsi labda ya kulima, jinsi ya kulanda mbao na kutengeneza vitu mbalimbali, ana uwezo yeye mwenyewe kutoka kwenda kuongezea ubunifu zaidi ya kile ambacho kafundishwa. Labda tuseme kafundishwa jinsi ya kutengeneza furniture, labda ni sofa, labda tuseme kiti cha miguu miwili. Anaweza mwenyewe akakaa pembeni kwa ubunifu wake akabuni kiti bora zaidi ya kile ambacho kafundishwa na mwalimu darasani. Kwa hiyo sasa kwa hatua hiyo ambayo mwanafunzi atakuwa kaifanya, hiyo inapelekea kukua kwa sayansi na teknolojia, ambayo yeye anaweza karudi tena darasani akashare na mwalimu, akashare na wanafunzi wengine. So kufikia hapo sayansi na teknolojia nchini inakuwa imekuwa sana. Baada ya kuelezea hoja yake, kuna yoyote ambaye anaweza anayepinga au mwenye swali kulingana na hoja yake? Karibu. Swali nakwambia, kwa nini hadi sasa hivi bado watu wanaagiza vitu kutoka nje? Naenda kujibu swali lake. Elimu ya kujitegemea Tanzania bado haijarasimishwa kutumika mashuleni kama mtaala, yani kabisa rasmi kutumika wapi? Mashuleni. Kwa hiyo sasa bado serikali inafuatilia na kuweka miundombinu mizuri kufanyaje kutimiza hilo swala. That's why mpaka sasa hivi bado nchi still inategemea kutoka nje. Lakini endapo hiyo elimu ya kujitegemea ikirasimishwa na kuletwa mashuleni rasmi kama masomo mengine ambayo sasa hivi tunasoma, nchi itaenda kuepukana na hilo tatizo la kutegemea bidhaa kutoka nchi za magharibi. Hapo ukiangalia sera hii ya elimu ya kujitegemea ilianzishwa katika Azimio la Musoma mwaka 1972. Kwa hiyo ilikuwepo. Ndio. Na hata ukiangalia katika shule mbalimbali zamani kwa kuna mashamba na walikuwa wajifunza ujuzi. Ila mbona hadi sasa bado vitu vinaagizwa kutoka nje? Naulia kwa kusema hiyo elimu ipo, lakini bado haijarasimishwa kutumika katika mitaala mashuleni. Mfano sisi hapa form 5. Asante. Basi muda umeisha. Sasa ningependa kumkaribisha mwanafunzi Amina Salehe kutoka upande wa kukataa ili aweze kuwasilisha hoja yake hapa mbele. Kwa majina anaitwa Amina Salehe, nasoma form 5 taasisi ya HGK. Elimu ya kujitegemea ina athari hasi. Ya kwanza, uhaba wa rasilimali. Shule nyingi zinazofundisha elimu hii kuna uhaba wa vifaa. Mfano, mashine za kushonea, jembe, vitabu na vinginevyo. Hivyo inamlazimu mwalimu kutumia kifaa kimoja kufundishia wanafunzi wengi. Na unakuta mwingine anakuwa haelewi. Elimu hii inabidi kila mwanafunzi atumie kifaa chake. Kwa mfano sasa hivi unaweza kumchukua mwanafunzi aliyosomea ujenzi kwa kutumia elimu ya kujitegemea, ukampa eneo ajenge, lakini tofali akapindisha. Kwa sababu yeye alisoma tu, yani hajafanya mwenyewe kati muda huo anafundishwa. Baada ya kusikiliza hoja yake, kuna yoyote mwenye swali? Kwa majina naitwa Tahir Ahmad Fadhili Pazi, natokea kidato cha 5 HGL. Swali langu ni kwamba dadangu amesema kwamba kuna baadhi ya mafundi ujenzi wakijenga matofali wanayapindisha. Je, nakuuliza swali, wangekuwa wanapindisha matofali tungekuwa tunapata majengo mazuri? Namjibu swali lake. Ukichukua kuna wengine wako mtaani wanaenda kusoma, labda mtu kwa mjomba wake ambaye ana ujuzi huo, anamuelekeza jinsi ya kufanya ile kazi, anaambia chika tofali, panga, fanya hivi. Lakini hiyo elimu ya kufundishwa hiyo ya kujitegemea huku haifundishwi kihivyo. Unakuta wengi wanaojenga sio wale ambao walipita katika elimu hii, ila wao ni walisoma mitaani. Atasoma mitaani, atapindisha tofali, lakini atakuwa anaongeza ujuzi. Basi baada ya kusikiliza hoja kutoka kwa dada yetu Amina, ningependa kuhamia upande wa athari chanya. Ningependa kumkaribisha mwanafunzi Upendo Charles aje kuwasilisha hoja yake.
ninaenda kuwasilisha mada inayozungumzia athari chanya na hasi. Kwa upande wangu mimi ninakubali kwamba hii elimu ya kujitegemea ilikuwa ina athari chanya. Athari ya hoja yangu namba 1 ni kwamba ilikuza ujuzi wa vitendo. Kwa mfano katika hii elimu ya kujitegemea kulikuwa kuna vitendo tofauti tofauti. Mfano kulikuwa kuna watu tulikuwa tunafundishwa kulima, wale ambao walikuwepo walikuwa wanafundishwa kulima. Walikuwa wanafundishwa kulima, ushonaji, vitu ambavyo vilikuwa vinawasaidia wao wenyewe kuweza kujipatia kipato chao, sio mpaka waajiriwe na serikali. Kwa mfano ukilima, unaweza ukauza zile mbegu na ukajipatia mahitaji yako. Asante. Jina langu ni Doreen Donat Agustino. Hoja yangu ni kwamba elimu ya kujitegemea ina athari hasi kwa sababu inadumaza elimu ya kitaaluma. Mfano, kwa muhula wa elimu mwaka 2024-2025 tumekumbana na tatizo hili ambalo serikali ilikuwa inatimiza sera ya elimu ya kujitegemea, lakini kutokana na utekelezaji mbovu imeshindwa kufanyia kazi sera yake, na tumeona jinsi gani imeturudisha nyuma kwenye sekta yetu hii ya elimu. Baada ya kusikiliza hoja yake, je, kuna yoyote ambaye mwenye swali juu ya hoja yake? Karibu. Umesema kwamba elimu ya kujitegemea inadumaza elimu ya kitaaluma. Kivipi? Na ndio maana nimeelezea mfano kwa muhula wa elimu mwaka 2024-2025 tumepitia changamoto ya kurudishwa nyuma hasa katika elimu yetu hii ya kitaaluma. Hasa mfano unakuta mtu kuanzia labda kuchekechea akabahatika kaenda mpaka university, hajapewa elimu yoyote ya kujitegemea. Anapomaliza anakuwa hana ujuzi wowote wa kujitegemea, labda aseme labda nianzishe biashara au maybe nitengeneze niwe mbunifu katika mambo ya fashion. Unamkuta hawezi, anakuwa hana ajira, na ukiangalia ajira hamna, anakuwa idle, yani hawezi kujitegemea. Sasa unaposema kivipi nadumaza elimu ya kujitegemea? Kila kitu kina hasara na faida zake. Yani kuna hasara hasi na hasara chanya. Na ndio maana nimekuambia imerudisha nyuma maendeleo ya elimu ya kitaaluma, kwa sababu jinsi kutokana na sera ambazo zinawekwa na serikali hazijatiliwa mkazo, na serikali yenyewe haijaweka mfumo mzuri wa namna ya kutoa elimu ya kujitegemea na elimu ya kitaaluma. Sawa, unasema inadumaza elimu ya kitaaluma. Ni wangapi ukiangalia kwa sasa? Ni wangapi wana ma PhD, wana ma degree, hana ujuzi wowote, unamkuta tu yupo idle. Wengine unakuta labda for example ukienda pale Buguruni, ukichunguza vizuri, asilimia kubwa ni ule mtu ambaye ana elimu labda for example mtu ana degree ya uchumi au maybe ana degree ya sheria, lakini kaamua aanzishe biashara yoyote ili aweze kujikizi kiuchumi. Kwa hiyo unaposema kwamba eti elimu ya kitaaluma inadumaza elimu ya tegemezi, hiyo it does not make sense actually. Na ndio maana nimekwambia kwa upande mwingine haiwezi kudumaza. Baada ya kusikiliza hoja na maswali, sasa ningependa kumkaribisha Mwajabu Etoja kutoka upande wa chanya. Kwa jina naitwa Mwajabu Etoja, nipo upande wa wanaokubali hoja inayosema kwamba elimu ya kujitegemea ina athari chanya kwa jamii ya Kitanzania. Elimu ya kujitegemea inakuza maadili ya kijamaa kwa sababu elimu hii inahusiana zaidi na vitendo. Kwa hiyo kutokana na wanafunzi kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii, inadumisha ushirikiano na mshikamano katika jamii. Asanteni. Haya, baada ya kusikiliza hoja yake, je, kuna yoyote mwenye swali? Karibu. Ningependa nikuulize swali Mwajabu. Umesema kwamba elimu ya kujitegemea ndo inayokuza maadili. Je, hii elimu ya darasani haikuzi maadili kwa sababu tunasoma hata kwenye civics labda moral values. Hatujifunzi kuhusu maadili? Naomba nimjibu swali lake kwa kusema kwamba nimesema elimu ya ujamaa inakuza maadili ya kijamaa. Ninapozungumzia maadili ya kijamaa namaanisha ushirikiano na mshikamano kwenye jamii. Kwani tunavyosoma darasani kwenye civics hatufundishi kuhusu umoja, labda tunafundishwa jinsi ya kutabia njema na watu, sio ni pati ya ushirikiano? Najibu pia swali hili kwa kusema kwamba kila elimu
Hakuna elimu ambayo ina nia ya kutohimiza mshikamano katika jamii. Hivyo hata sio kama elimu ya vitendo na maisha ni vitendo tu, hakuna elimu ya nadharia, hapana, bali elimu ya kujitegemea yenyewe pia inahusisha vitendo na nadharia. Kwa nini useme elimu ya kujitegemea ndio inayokuza maadili pekee? Kwa sababu elimu ya kujitegemea ina elimu ya nadharia na vitendo pia. Kwani elimu Baada ya kusikiliza hoja, sasa tunahamia upande wa hasi ambapo ningependa kumkaribisha Abdurrahman Ibrahim. Habari zenu meza kuu. Habari upande wa wanaokubali. Habari pia upande wa wanaokataa. Nasimama katika upande wa wanaokataa kwa kutoa hoja isemayo elimu ya kujitegemea ni inapoteza muda, kwamba wale ambao wanasoma elimu ya kujitegemea wanapoteza muda kwa upande fulani, kwa sababu au mfano unakuta mtu anaanza elimu ya msingi mpaka anafikia elimu ya sekondari, especially ambao wanasoma shule za bweni, kwa mfano labda Tabora Boys, atasoma elimu mbili, atasoma elimu yake ya darasani lakini pia atasoma na elimu ya kujitegemea. Lakini yule mtu akishafaulu, kwa mfano akahamia hapa Kibasira, unapokuja hapa ile elimu ya kujitegemea, kwa mfano kilimo, hapa akifika hakikuti. Kwa maana yake ule muda ambao alikuwa anautumia huku nyuma kwenye kusoma, alikuwa anapoteza muda kwenye hiyo zaidi ya miaka 13. Kwa sababu akishakuja hapa elimu ya kujitegemea hapa hauikuti. Kwa hiyo nakuta kama unapoteza muda tu. Asanteni. Baada ya kusikiliza hoja yake, kuna mwenye swali? Karibu. Unasema kwamba elimu ya kujitegemea inapoteza muda, si ndio? Ndio. Je, nataka unijibu swali kwa hichi nitachokuuliza. Yule muhitimu wa chuo ambaye anamaliza masomo yake na kukaa nyumbani aidha kwa miaka 5, 6 au kwa miaka hata 10 bila kazi, na ule ambaye anafundishwa elimu ya kujitegemea anamaliza tu masomo yake anakwenda kuapply mtaani, nani kapoteza muda? Asante kwa swali lako zuri. Yule ambaye amemaliza elimu ambayo unasema wewe, kwa mfano ameenda chuo akasoma akamaliza hiyo elimu ya chuo akarudi mtaani hana kazi, na yule ambaye amesoma elimu ya kujitegemea. Wewe ambaye umesoma elimu ya kujitegemea, sawa, umesoma elimu ya kujitegemea, lakini kinachoangalika hapo ni kipato. Wengi wao ambao wanasoma hizi elimu ya kujitegemea unakuta wanasoma na hata kusoma kwenyewe asilimia nyingi huwa wanatumia mikopo. Kwa hiyo unavyosoma wanamaliza, ila wanaporudi nyumbani kipato cha kuendeleza kile kipaji chao kinakuwa ni kidogo, na mwisho wa siku kipaji hakipotei, lakini kuna baadhi ya idea huwa zinapotea automatically. Kwa hiyo kwa upande fulani bado haileti mantiki. Hapo nataka nikukosoe kwamba kati ya mtu ambaye kafundishwa darasani kama sisi tunasoma kwa nadharia, tunasoma notes na vitabu, na yule ambaye ka practice kabisa anaambiwa shika jembe hivi, lima hivi, mbolea eka hivi, na yule ambaye kafundishwa hati hizi history darasani, nani ambaye atasahau kile alichofundishwa darasani? Nakupa mfano mfupi. Wengi ambao wana elimu ya kujitegemea. Asante. Asanteni kwa hoja zenu. Sasa ningependa kuhamia upande wa wanaokubali kwa kumkaribisha mwanafunzi Charlotte Benson. Nipo katika upande wa chanya kuelezea umuhimu wa elimu ya kujitegemea. Hoja yangu ni hapa. Elimu ya kujitegemea inamfanya kijana awe na uwezo wa kujitegemea, pia awe mbunifu. Mfano katika tukiangalia katika upande wa fashion, kuna washonaji mbalimbali wa nguo. Katika hiyo sekta unakuta mafundo wanakuwa wabunifu, pia inawaingizia kipato katika uuzaji wa hizo nguo zao baada ya kubuni. Asanteni. Baada ya kusikiliza hoja kutoka kwa mwanafunzi mwenzangu Charlotte, ningependa kukaribisha swali, ila liwe fupi na la haraka. Naomba nikuulize swali. Umesema kwamba kuna designers wanafanya ubunifu katika mavazi. Ukiangalia kwa sasa hivi
mavazi mengi ambayo sisi hapa tunavaa au mafundi wanashona ni wanategemea bidhaa vitu wanakopi kutoka nje. Kwa mfano ukiangalia kuna fashion mbalimbali, unakuta msanii kavaa sijui wanaita mabwanga, anakopa amefanya nini? Amekopi kutoka nje. Kwa hiyo hao madesigner wao kuna wenyewe wanafanya nini? Wanakopi kutoka nje. Kwa hiyo inakuwaje hapa? Katika upande huo naweza nikasema ipo katika upande wa fashion. Kwa hiyo hilo jambo la kuiga fashion, mfano labda designer kutoka nchi za nje akaiga ubunifu wa namna the way Wanaafrika tunavovaa, hiyo ni kawaida katika masuala ya fashion. Asanteni kwa hoja zenu, na kwa kumalizia sasa ningependa kumkaribisha mwanafunzi Zulfa Said aweze kutoa hoja yake. Mimi ni mtu kutoka upande wa watu wanaokataa kwamba elimu ya kujitegemea ina faida. Mimi nasema kwamba ina athara. Kwa sababu gani? Hasara yangu ya kwanza ambayo mimi nimeiona kwamba idadi ya watu wengi hapa nchini, wanafunzi, kuzingatia zaidi sana wanafunzi wapo wengi kuliko vifaa. Kwa hiyo idadi ile ya watu, serikali inashindwa kuleta vifaa kwa kila mwanafunzi kuweza kufanya au kushiriki katika elimu hiyo. Sasa ningependa kutoa mchanganuo au kutoa mchanganuo zaidi kuhusiana na hoja. Sasa kutokana na hoja za pande zote mbili, tumeona kwamba wote mko sawa. Kwa sababu pointi za huku yani hoja za huku zotokana na upande wa huku ambao anakataa zina mantiki ukizifikiria, pia na upande wa huku zina mantiki. Hivyo basi tumeona kwamba mjadala ni sare, hamna mshindi baina yenu wote wawili. Hivyo basi kwa kumalizia ningependa kumkaribisha mwalimu aweze kumalizia. Asante wanafunzi kwa mjadala mzuri. Kwa jina naitwa Mwalimu Pascal Sylvester, ni mwalimu wa somo la historia Kibasila Sekondari kidato cha 5. Mjadala wetu umezungumzia athari hasi na athari chanya za elimu ya kujitegemea. Kimsingi elimu ya kujitegemea haina athari mbaya au hasi ambazo zinaweza kudhuru mtu au kudhuru au kuharibu kitu. Isipokuwa athari hasi zinazozungumziwa kwa elimu ya kujitegemea ni changamoto zinazopatikana kwenye elimu yenyewe. Kwa mfano, ukosefu wa wataalamu wa kutosha kwenye kufundisha wanafunzi kuhusu mambo mbalimbali, ufundi, ushonaji, michezo na mengineyo. Lakini kwa jumla elimu ya kujitegemea ni nyenzo muhimu sana ambayo inaweza kusaidia taifa letu kupunguza ombwe la ajira kwa Watanzania na kwa vijana kwa ujumla. Na elimu hii ya kujitegemea tunatamani isiishie kwa wanafunzi tu shuleni, ila isambae hata kwa wale ambao wako mitaani ambao hawako katika mfumo rasmi wa masomo, ili wasaidie kuweza kujikimu, kupata kitu au ujuzi wa kujikimu na kupata mahitaji yao mbalimbali. Lakini sababu na hilo, elimu hii inapotolewa haipaswi kuwasahau watu wenye ulemavu, mathalan wasioona au watu wenye ulemavu wa viungo na wenye ulemavu wa ngozi na wengineo, kwamba watu wenye ulemavu lazima wawe integrated, lazima wawe jumuishwe katika mfumo mzima wa elimu ya kujitegemea kwa ajili ya wao pia wafaidike na elimu ile na iwasaidie kuweza kukimu maisha yao ya kila siku. Na hii serikali pia inapaswa kubuni kitu, angalau kuanza. Kwa mfano, wanaohitimu kwenye mashule yetu haya, mtu ana ujuzi lakini hana mtaji wa kuanzisha kitu fulani, mathalan ushonaji na vinginevyo. Sasa serikali pamoja na wadau tuangalie namna kuwawezesha watu hawa ili waweze kufaidika na ujuzi waliopata na hatimaye kupunguza utegemezi kwa wazazi na serikali kwa ujumla. Asante. Tupo Kibasila, bado tunaendelea na wanafunzi, na kipindi hiki sana ni kutaka kuelewa uelewa wao wa mambo hapa na pale. Sasa nipo na wanafunzi hapa, wanaonekana kuwa na bashasha, tabasamu la kutosha. Ningependa kufahamu kutoka kwao mambo mbalimbali. Sasa mimi nataka tu nifahamu kutoka kwao na maswali machache. Hivi unaweza kunifahamisha Mwenge wa Uhuru unazimwa tarehe ngapi kitaifa? Mwenge wa Uhuru unazimwa tarehe ngapi kitaifa? Saidia hapo. Sijajua kweli. Sijajua. Mwingine anaweza kutusaidia hapa? Haya, tunarudi darasani kidogo. Mnaweza mkanifahamisha, mnaifahamu Tanganyika? Vizuri, mnaisoma? Haya, mnifahamishe Tanganyika
ilitawaliwa na wakoloni wangapi? Ilitawaliwa na wakoloni wawili. Wawili. Ambaye ni nani? Kwanza Tanganyika ilitawaliwa na Wajerumani. Baada ya vita vya kwanza vya dunia ikaja akapokonywa makoloni yake Mjerumani, akaja akakabidhiwa Muingereza. Kwa mkoloni wa pili ambaye ametawala Tanganyika ni Muingereza. Majibu hayo yako sahihi? Mimi nitaongezea tu kitu hapo kwa kusupport ya kwamba tulitawaliwa na mtawala mmoja ambaye ni Mjerumani, ila mtawala wa pili ambaye ni Muingereza, sisi alikuwa kama vile trustship, tulikuwa chini yake ila sio full under control. Kwa mtawala ambaye anajulikana alitawala Tanganyika ni Mjerumani. Haya, tunapasha tunachoma. Kwa tumeondoka na jibu gani? Kwa tulitawaliwa na mkoloni huyu, mwingine alikuwa msimamizi, si ndio? Haya, bado tupo hapa. Swali jingine hapa. Mnaweza kunifahamisha hivi la kwanza ile niliwapatia majibu? Haya, la kwanza ni kwamba Mwenge wa Uhuru kitaifa unazimwa tarehe 14, msiwaambie watu wengine. Tarehe 14 Oktoba, siku ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, ndio tarehe ya kuzima Mwenge wa Uhuru, si ndio? Haya. Naomba mnifahamishe kitu kingine hiki hapa. Mnawafahamu manaibu waziri wakuu ambao wamewahi kupita taifa la Tanzania? Naibu waziri wakuu waliowahi kupita taifa la Tanzania. Idadi yao na majina yao. Manaibu waziri wakuu waliopita. Tuenda haraka. Nani anamfahamu Doto Mashaka Biteko? Nitajie cheo chako kwa ile cheo chake inavyotajwa chote. Cheo cha Doto Biteko kwanza kabisa ana vyeo vitatu. Kwanza ni mbunge, alafu pili ni waziri wa nishati, lakini pia yeye ni naibu waziri mkuu katika awamu hii ya 6. Tupo na wanafunzi bado naendelea na maswali na majibu, lakini nilichotaka niwafahamishe, nilitaka niwaulize kwamba tulikuwa na manaibu waziri wakuu ngapi hapa. Jibu ambalo mmesema hamna mwingine anaweza kujazia? Wangapi? Hamna. Haya, toka kuumbwa kwa taifa la Tanzania sasa tunaweza kusema tumekuwa na manaibu waziri wakuu ngapi? 3. Wa kwanza ni Salim Ahmed Salim, wa pili ni Agustino Ryatonga Mrema, alafu wa tatu ni Doto Mashaka Biteko. Tujipongeze kwa hilo. Tutasahau tena. Swali langu la mwisho kwenu nyie hapa. Mnaweza mkanitajia sababu ya Waafrika weusi waliopo Marekani kwenda kule? Sababu ilikuwa nini? Kitu kilipopelekea? Mwingine? Wadada? Sababu iliyopelekea Waafrika weusi kwenda Amerika ni kwenda kufanya kazi kwa ajili ya koloni. Yaani wa Europe waliwachukua wa Afrika ili waende huko Marekani kwa ajili ya kufanya kazi kwenye mashamba ya koloni ili kutoa malighafi kwa ajili ya kwenda kupeleka Ulaya kwa ajili ya kuchakata na kutengeneza bidhaa. Ni kweli? Ni kweli? Ndio. Choma. Tuko sahihi. Kwa wakati mwingine tukiuliza mawaziri wakuu tutakumbuka na vitu vingine. Haya, swali la mwisho, unaweza kuwa unakumbuka au ni waache, si ndio? Twende upande wa pili. Mambo vipi? Mpo vizuri? Nakana mmetabasamu sana. Eti? Haya. Ni kitu gani kinapanda lakini hakishuki? Ni kitu gani kinapanda lakini hakishuki? Mbona unajiamini sana? Unaweza hilo? Ndio naweza. Kama swali lilivyosema kitu gani ambacho kinapanda kishuki, jibu lake ni miaka. Ni nini? Miaka. Emrudia tena?
Miaka. Tumpashie. Tunachoma. Mnazifahamu zile mnasoma state formation, si ndio? Ipi ilikuwa ni sababu ya kutokea kwa hizo jamii? Ipi ni sababu iliyopelekea? Hilo uko haraka. Haya. Sababu iliyopelekea. Kwa Kiswahili. Kwa majina naitwa Aisha Hamisi. Kama alivyosema sababu za kutokea kwa state formation, kwa ninavyojua mimi, kukiwa na uongozi mzuri. Uongozi mzuri. Mwingine anaweza kuongeza? Haya, sababu nyingine. Kwa majina naitwa Sadiki Hasani Shomari, nasoma form 5 GE. Moja ya kuundwa kwa hizo state formation ni kuwepo kwa mazingira mazuri na tabia ya hali ya hewa nzuri, yani tabia nchi nzuri ambayo inafanya kuweka makazi ya kudumu na kuzalisha mazao zaidi kupelekea kufanya biashara. Tanzania kuna makabila mangapi? Mimi ninavyojua Tanzania ina makabila zaidi ya 120. Ni makabila 120 ambayo ni makubwa, lakini kwa ujumla wake tuna makabila zaidi ya 145. Mtasahau tena? Haya jamani, inapendeza sana. Tulikuwa nazungumza na wanafunzi wa kidato cha 5 hapa katika shule ya sekondari Kibasira. Sasa wakati huu na kipiga kijiti upande wa pili uweze kusikiliza kwa pime uelewa masuala kutoka kwa wengine. Natumai mmefurahia kuwasikiliza wanafunzi hawa. Basi zamu ya kwake Flora Ngairo. Umemaliza? Nimemaliza. Haya, naendelea. Jamani, mambo vipi? Mko poa? Mbona mmepoa? Tuko vizuri. Nimefurahi kuwaona mmekaa katika kinaitwaje hichi? Ndio tunatumia kusomea eh? Sasa mimi nitakuwa na maswali yangu. Yoyote nitajisikia kumwambia ajibu atajibu, sawa? Msiniangushe. Hapa tulipo ni shule gani? Shule ya sekondari Kibasila. Neno Kibasila lina maana gani? Utajitambulisha afu utatueleza neno Kibasila lina maana gani? Kwa majina naitwa Ahmed Milambo Salum, natokea katika taasisi HGL kidato cha 5. Neno Kibasila lina maana ya chifu wa Kizaramo. Tumpe 321. Haya, tunaendelea. Mnalifahamu Azimio la Arusha? Ndio. Azimio la Arusha lilikuwa mwaka gani? Kwa jina naitwa Sadiki Salum Makota, ni mwanafunzi wa kidato cha 5 HGL. Kwa Azimio la Arusha lilifanyika mwaka 1967. Tunamfahamu makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Haya, anemfahamu makamu wa pili? Haya, nawapa jibu. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar anaitwa Osman Masud Othman. Mnamjua? Wa sasa hivi. Wa sasa hivi. Makamu wa pili mnafahamu? Hapana, simfahamu kusema kweli. Makamu wa pili? Na makamu wa pili anaitwa Hemed Suleiman. Basi mnipashie na mimi jamani. Makamu wa rais wa Tanzania anaitwa nani? Makamu wa rais wa Tanzania anaitwa Dr. Philip Mpango. Mpeni na yeye 321. Haya, katika uhuru, Tanzania tulipata uhuru kwa njia gani? Na Zanzibar ilipata, ukitaja Tanganyika ilipata uhuru kwa njia hii na Zanzibar ilipata uhuru kwa njia gani? Kwa majina naitwa Deidre Samson Majwala, natokea kidato cha 5 HGL. Tanzania ilipata uhuru kwa njia ya amani. Walikaa discuss, wakatumia amani kutafuta uhuru wao hapa Tanzania. Na Zanzibar ndivyo hivyo tulivyopata uhuru. Sawa. Jamani, Zanzibar ilipata uhuru kwa njia gani? Unajitambulisha? Kwa majina naitwa Francis George Uvambe, natokea kidato cha 5 taasisi ya HGL. Zanzibar iliweza kupata uhuru kwa njia ya mapinduzi chini ya kiongozi John Tito Okello. Asante, tumpashie.
Mtazamaji wa TBC1, ilikuwa ni maswali na majibu, na sasa tuelekee kwenye vipaji tukaone wanafunzi nini walichotuandalia huko. Kwa majina anaitwa Mlisho Huseni, nasoma Kibasila Sekondari HGK. Nipo hapa leo kuonyesha kipaji kinaitwa freestyle football. Me no get it time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Standing on my grain, no, yeah, I didn't want telling me good enough my fantasy. They want to check if my tap in a rush. But it rush where it be much. Now gotta make my tap it rush. The kind money with us. Yeah, it rush where it be much. No be hype, everybody the crush. It's not only with us. Yeah, it's not only papari. Natumai kwamba umeenjoy hapo nyumbani na umefurahia kile ulichokiona kutoka katika kipindi cha Talanta. Mambo yamekaa poa kabisa, Pia natumaini mtazamaji wa TBC1 amejifunza mengi kutokana na wanafunzi wa shule ya Kibasila. Wewe umejifunza nini? Kilimo. Mimi namna gani ya kujenga hoja, wanafunzi hapo vizuri na wametufunza ya kwamba ni lazima tujitegemee. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii TBC Online, lakini vile vile hata Talanta tunapatikana kwa mitandao ya kijamii. Talanta TBC1. Mambo yamekaa vizuri kabisa. Jina langu mimi ni Njoba Mwajibe. Na mimi jina langu ni Flora Ngailo. Tukutane wasaa mwingine.